Katika kipindi Jamii Yenye Furaha leo hii, kando na Iqra FM, kwa wale ndugu zetu ambao wanaandamilizia na ni wafuasi wakuu wa Al-Huda TV, watakuwa pia wanakipokea kipindi hiki moja kwa moja kupitia kwa TV hiyo yao pendwa ya Al-Huda, kupitia kwenye mitabendi hizi ambazo wanazitumia, na pia kwenye angavu hizi za Iqra FM. Hiyo basi, kipindi cha Jamii Yenye Furaha leo hii kina furaha kukueleza na kukujuza ya kwamba leo hii, kando na Iqra FM, Al-Huda TV tuko moja kwa moja, msikilizaji, mubashara katika kipindi cha Jamii Yenye Furaha. Kwa ajili hiyo, msikilizaji, kama ilivyo ada na desturi, Fadilatu Sheikh Mbarak Ahmad Awes wa kila siku ya Alhamisi kuanzia mwendo wa saa 5 hadi mwendo wa saa 7 anajumuika nasi hapa, msikilizaji, moja kwa moja katika suala zima hili la kuweza kufanikisha kipindi cha Jamii Yenye Furaha na kuhakikisha kwamba tunaishi katika jamii ambayo imejawa na furaha, na sio furaha tu, bali furaha ambayo pia haitomuudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi leo hii katika kipindi Jamii Yenye Furaha, inshallah, Fadilatu Sheikh Ustadh Mbarak Ahmad Awes atatunufaisha katika kile alichojaliwa kwenye ilmu kuhusiana na jinsi tutakavyoweza kusuluhisha mambo yetu kwa njia ya amani na njia iliyokuwa ya amani, na pia njia ambayo ni ya utulivu, msikilizaji, ili tuwe katika jamii yenye furaha. Basi pasina inda wala tadi, nachukua fursa hii kwa heshima na taadhima, mlahaka uliomwema, kumkaribisha Sheikh wetu katika kipindi Jamii Yenye Furaha Alhamisi ya leo. Falyatafadhal Sheikh. Shukran, jazakallah khair. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kuwa pamoja tena katika Jamii Yenye Furaha. Tumomba Mola Subhanahu wa Ta'ala ijalie jamii yetu daima iwe katika furaha, na furaha ziwe ni furaha za khairi zenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa bado tupo mwanzo wa mwaka mpya wa Hijiria, na tokeo kuu ambalo kwamba linafungamana na mwaka huu ni tokeo la hijra. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Salam, alipofika Madina, baada ya kuingia, neno la kwanza kabisa kulisema, anasema fakana awwala ma sami'tuhu minhu, ikawa kile kitu ambacho kwamba, ama awwalu ma sami'tuhu minhu, kitu cha kwanza nilichokisikia kutoka kwake baada ya kukanyaga mji wa Madina, anqal, ni pale aliposema, ya ayuha nas afshu salam wasilu al-arham wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Enyi watu, afshu salam. Ametaja mambo kadhaa Rasulullah, lakini la kwanza kabisa alitanguliza afshu salam, enezeni amani. Kisha ndo sikafuatilia wa at'imu at-ta'am, lisheni chakula, wasilu al-arham, ungeni kizazi, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, na musali usiku ikiwa watu wamelala, tadkhulu al-jannata bisalam, taingia peponi kwa amani. Kumaanisha kuwa ili tuweze kufikia daraja ya kuingia katika pepo Mola Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate kuishi katika huu ulimwengu katika namna ambayo kwamba ni utulivu, tuwe katika jamii ambayo kwamba itakuwa ni yenye furaha, ni lazima kupatikane haya mambo.
lakini linalotangulia yote hayo ni lile alilotanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anapotaja mambo hataji tu ashwai kiholela, hupanga kutokana na priorities. Kwa vile la muhimu zaidi hulitanguliza. Kwa hivyo akatuambia afshu salam, enezeni amani. Na neno kueneza amani ni neno pana zaidi ya vile tunavyolifasiri mara nyingi. Yani mara nyingi ukisikia afshu salam, hata baadhi ya mashekhe na makhatibu wakilifasiri utasikia toleaneni salamu. Kwa hivyo ukimwona mwenzako mwambie assalamu alaikum, amani juu yenu, ambalo si kusudio la hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema enezeni. Na salam ni pana, si mujarrad kulitamka tu lile neno. Na itakuwa na maana gani ikiwa nitakutana na wewe njiani nikwambia assalamu alaikum, na tukishaachana na uma kidole na kukutafuna na kukufanya vitimbi? Itakuwa yale maneno niliyosema hayajapatikana maana yake katika vitendo. Wakatuambia afshu salam, enezeni amani. Iwe watu watapata amani kwa kupitia ulimi wako, watapata amani kwa kupitia mkono wako, watapata amani kwa kupitia kila kitu chako. Hilo ndilo linalotakikana. Hata mwanzo wa da'wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa Uislamu bora ni upi, akasema ifsha'u salam, kueneza amani. Kwa hivyo mwanzo wa da'wa Makka, mwanzo wa da'wa Madina, zote zilianza na risala hiyo moja ya kueneza amani. Na Sayyidina Ibrahim alayhi salam alipo kwenda pamoja na mwanawe Ismail na mamake katika mji wa Makka, aliuombea ule mji kwa sababu alipata ni mji ambao kwamba hauna ukulima ndani yake, hakuna kitu kabisa. Akamwambia rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarat. Ya rabbi ujalie huu mji ni mji wa amani, alafu waruzuku watu wake kutoka na matunda. Angalia mpangilio pia hapa. Ujalie mji ni wa amani kisha waruzuku. Ina maana amani inatangulia riziki. Na siku zote kukikosekana amani hakupatikani ladha ya vyakula vizuri sana. Hata ukaekewa katika meza chakula kizuri zaidi, lakini nje unasikia sauti za marisasi, umeona sana, sauti za mirepuko, sauti za fujo, huna raha katika kukila kile chakula, umeona. Bali Mola subhanahu wa ta'ala alipowabainishia Makureshi zile neema mbili kubwa ambazo kwamba amewakirimu nazo, liilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju', ambaye kwamba amewalisha kutoka na njaa, wa amanahum min khawf, na akawapa amani kutoka na hofu, akawapa utulivu. Kunisha mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutaja neema hii aliyokirimu nayo Makureshi, kuonesha kuwa si neema ndogo ya kawaida. Imefungamanishwa na misafara miwili. Unajua, ili utoke Makka uende msafara wa kwanza mpaka Sham, Jordan, Syria, Palestine, Lebanon, ama utoke kutoka Makka kurudi chini mpaka Yaman, na ndio misafara yenyewe miwili. Moja ilikuwa ni wa shita, moja wa saif, moja wa sama, moja wa winter. Ili ufike katika Sham ama katika Yaman, hapa njiani kuna miji mingi na kuna makabila mingi yanaishi katikati. Na ni makabila ambayo kwamba mengine yamejulikana kama quta'u turuq, wenye kukata njia, mashifta kwa lugha nyingine. Naona watu wakipita wanapokonywa mali yao, pengine wanauliwa. Lakini hawa Quraysh Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasahilishia. Wakawa makabila yote haya yaliyoko njiani wakijua ni msafara wao haukaribi wala hawasumbui.
sana. Hii pia ilikuwa ni neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hiyo, wa amanahum min khawf, hana hofu na nafsi zao wala hana hofu na msafara wao kwa jumla, mali yao iliyoko ndani na wanyama wao. Kwa hivyo mu'min katika ama mwanadamu katika huu ulimwengu anahitajia kwa nafasi kubwa zaidi kadhia ya amani na utulivu katika sehemu ama maeneo anayoishi. Maana ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yawmihi. Kataja mambo matatu. Jambo la kwanza, aminan fi sirbihi, ana amani katika maeneo anayoishi. Ni mji, ni mtaa, pale ulipo una amani. Kisha muafa fi jasadihi, ana afia katika mwili wake. Unaona, indahu qutu yawmihi, ana chakula cha siku yake. Sasa angalia haya mambo matatu yaliyotajwa. Tuanze na la mwisho. Mtume amesema indahu qutu yawmihi, chakula cha ile siku. Umeamka asubuhi, ndio chakula cha leo ninacho. Hajazungumzia resheni ya mwezi wala mwaka mzima wala sana. Wewe umeamka na chakula cha siku yako. Lakini muafa fi jasadihi, anaafia katika mwili wake. Sheikh Omar, leo kuna watu wanaamka asubuhi, anajua ana mauid ama appointment ya kwenda kufanywa kimo. Subhanallah. Maana mwingine anakwenda kusafishwa mafigo. Sio na dialysis. Mwingine anajua kuna kwenda kukatwa kidole kwa sababu sukari imepanda. Yaani kila mmoja ana yake. Unaona, kufungwa mabendeji, mifupa imevunjika. Subhanallah. Sasa wewe ukiamka na afya katika mwili wako ni neema kubwa sana. Ingawa huwa hatuitambui mpaka tufikwe sana na ile hali ya pili. Mwenyezi Mungu atudumishe afya. Amina. Lakini liangalie lipi ameanza nalo Rasulullah. Pamoja haya mawili ni makubwa, lakini lipi ameanza nalo? Amani. Amina fi sirbihi. Ana amani katika maeneo anayoishi. Kwa sababu kama huna amani katika maeneo unayoishi, mengine yote hayo hayana nafasi sana. Unaona? Amina fi sirbihi. Kwa hivyo pale unapokuwa umepata haya mambo matatu, wakati unaamka asubuhi, Mtume anasema fakaanna mahizat lahu dunya bihadhafiriha, mtu huyu ni kama alopewa dunia yote. Yaani wewe ni kama ni mfalme mwenye kumiliki dunia yote kwa sababu ya vitu vitatu tu hivi. Maana na kwa neema hiyo ambayo kwamba amekirimu nayo Mola Subhanahu wa Ta'ala Makureshi, na akaitaja katika sura kama hii, naona baadhi ya wema waliotangulia wakapendekeza mtu akimaliza kuswali ajishike hapa kwenye kifua, kwenye moyo hapa, asome liila fi Quraish. Maana unapendekeza, yani baada ya kusoma ayatul kursi, wakati ule unaleta adhkar za baada swala, usome alam nashrah laka sadrak, shona ili kifua chako kipate inshirah na kukunjuka, na usome na liilafi ili Mwenyezi Mungu akuondolee hofu katika nafsi yako. Maana kwa sababu katika zama tunazoishi, hata kama katika mji kutakuwa kuna amani inayokosekana ya nafsi, ambapo kwamba ni janga linalowasibu wengi na maradhi yaliyoshughulisha umma kwa wingi katika kipindi tunachoishi ndani yake, ni maradhi ama afya wanaoita mental health, afya ya akili. Kwamba inamjaza mtu negative thoughts, yani afkar salbia, fikra mbovu zinakaribia 80% kama unavyosema wasomi zinazomjia katika siku. Upande huu wa suluk, maimamu kina Imam al-Ghazali na wengineo wakizungumzia kitu kinaitwa khawatir, yale mawazo yanayomjilia mwanadamu katika kifua chake, wanasema kwa siku hayapungui 70,000. Sasa 70,000 tukisema 80% ni mawazo mabaya. Toba kuna na wale mazuri. Ina maana zaidi ya 50,000 mtu anapambana nayo kwa siku moja. Ndipo pale unasikia mtu anafikia katika anxiety, anafikia katika depression, anafikia kote huko. Unaona? Yani ni maradhi baada ya maradhi ya nyoyo ulimwenguni. Sasa maradhi inachukua nafasi ya pili katika kuua na kumaliza watu ni depression. Al-iktiab.
maana kwa hivyo anahitaji ile amani ya nafsi yake. Wanapendekeza asome alam nashrah na liilafi Quraish baada kusoma ayat al-Kursi. Haya na mingi ambayo kwamba yanaelezwa katika Qur'ani na hadithi yanaonyesha umuhimu wa watu kuishi katika amani. Maana na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama alipomzungumzia Muislamu, lakini si Muislamu tu, Muislamu aliyekamilika katika Uislamu wake, akatuambia almuslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye kwamba watu watasalimika kutoka na ulimi wake, kutoka na mkono wake. Yani kwa wale waliokuzunguka katika jamii yako hawadhuriki kwa mkono wako, hawadhuriki kwa ulimi wako. Basi wewe ndio umefika daraja ya juu katika Uislamu. Katika lugha hii almuslimu, hii wanaita ya jins. Na ikitolikiwa ikija hivyo almuslimu, sema yuradu bihi alfardu alkamil, hukusudiwa yule aliyekamilika katika sifa kama hiyo. Kwa hivyo ikiwa wewe watu hawasalimiki na mkono wako, salimiki na mdomo wako, ina maana ni Muislamu lakini hujafika daraja ya ukamilifu katika ule Uislamu wako. Na kama vile Uislamu ulihimiza amani, Uislamu vile vile ulikataza machafuko na vurugu katika jamii. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala akatubainishia katika suratul Maida. Akatuambia من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نعم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولك بينيشا كوفيشا نفسي موجة نكما كوفيشا وتوت، لكن كوحيشا بيا نفسي نكما كوحيشا نفسي زوت. kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutuambia man ahya fa kana ma ahya an-nas jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun inma jaza. Ile aya iliyofuatia moja kwa moja ndio hakika jaza ya nani, malipo ya wale ambao kwamba inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu, wanampiga vita Allah na mtume wake. Kisha akasema wayas'auna fil ardi fasada, na wanatembea katika ardhi wakieneza ufisadi, wakieneza uharibifu. Jaza yao nini ama malipo yao nini? Mwenyezi Mungu asema an yuqattalu, wauliwe. Yani ikiwa kuna kichwa katika jamii ambacho kwamba kitakuwa kina ua wenzake, shona na kina recruit vikundi katika kufanya majarima na kuleta ufisadi na mauaji, maana afadhali tukipoteze hicho kichwa kimoja katika jamii tuishi na amani kuliko tupoteze wengine wengi na tuishi na hofu sana. An yuqattalu, wauliwe, au yusallabu, ama wasulubiwe, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ama wakati mikono na miguu tofauti, yani kati mkono kulia mguu wa kushoto, mkono kushoto mguu wa kulia. Yani mkono ndio unaotumia wewe katika ufisadi, mguu ndio unaotumia katika kupeleka kwenye kufanya ufisadi, basi sisi tutaikata, maana kuzuia ule ufisadi. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala kabainisha katika hali kama hii kuwa huyu mwanadamu hakuletwa hapa duniani kufisidi, ameletwa kutengeza. Maana inni ja'ilun fil ardi khalifa. Hii istikhlaf maana yake mimi nimejalia ama nitajalia katika hii ardhi kuwa na khalifa. Mwenyezi Mungu anapokuleta wewe katika huu ulimwengu ni khalifa, maana yake ufanye ta'mir, ujenge, utengeze, uboreshe, sio ufanye uharibifu. Maana inni ja'ilun fil ardi khalifa. Naangalia sunan za huu ulimwengu zinatupa masomo. Mwanadamu hakuwa kiumbe cha kwanza kupatikana katika huu ulimwengu. Tukitoa ulimwengu wa wanyama, wadudu, shona, ndege,
kabla mwanadamu kulikuwa na majini. Ndio. Al-Imam Ibn Jarir at-Tabari katika tarikhi yake na al-Imam Ibn Kathir katika tarikhi yake al-Bidaya wa Nihaya na wengineo katika maulama wanasema kabla ya majini kulikuwa na viumbe Mwenyezi Mungu ameviumba katika ulimwengu. Kuna al-hin na al-bin. Kabla al-jin kulikuwa na al-hin na al-bin. Unaona? Hawa al-hin na al-bin walifanya ufisadi mwingi sana hapa. Ndio maana Mwenyezi Mungu alipoambia malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, kuna kiumbe sasa nataka kukiumba, walimwambia nini? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, tajalia katika hii ardhi ambayo kwamba tafanya ufisadi na umwagikaji damu. Kwa nini wakasema hilo? Kwa yale ambayo kwamba waliyashuhudia kutoka kwa al-hin na al-bin, walifanya ufisadi mkubwa sana. Sasa wale baadhi ya maulama wanasema walipokuwa wamefanya ufisadi mkubwa, Mwenyezi Mungu akawaleta majini wakawamaliza kabisa. Sawa, semekano mmalizika. Ndio. Ingawa baadhi ya maulama wanasema hawakumalizika. Wapo baadhi, lakini swala wako wapi? Hapo kila mmoja ashike kichwa chake. Maana sasa maswali kama haya huja katika akilini tunapoona zile habari za UFOs zinazozunguka katika anga za Marekani. Mara unasikia sijui Zimbabwe 19 sijui 19 ngapi kulishuka chombo katika shule. Umeona alien stories za aliens na nini siona. So ile sema ndo hao kina al-hin na al-bin tusikhofishane, lakini ashahida hapa tunachokitajia ni kuwa kulikuwa na vile viumbe vikafanya ufisadi na uharibifu. Mwenyezi Mungu akawaleta majini wakawamaliza. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki kiumbe kifanye ufisadi katika ardhi yake hii. Umeona? Na atakayefanya hilo atachukuliwa hatua iliyokuwa kali. Maana sio anachotaka watu wakae kwa uzuri, kwa upendo, kwa amani. Sasa tukisema haya tunamaanisha kuwa katika ulimwengu ambao kwamba tuishi ndani yake tuna mashakil na tuna matatizo na tuna masaibu na katika kipindi kilichopita tulisema kumridhisha mwanadamu ni upo usiopatikana. Maana hakuna vile watu wote wanaweza kumridhia mtu mmoja. Maana sio hilo hata kwa Mwenyezi Mungu halikupatikana. Nikisema hivyo namaanisha ni kuwa kuna watu wanamkana Mungu sana. Na kuna wengine hawakubali kabisa, wako katika atheism. Na kuna wengine wanamkubali lakini wanamkosea kwa maneno, wanambadikia. Mbona sio sana. Yule bwana mmoja mshairi alisema la usahiba al-insanu jibrila lam yaslam al-mar'u min qala wa min qila. Lau mtu atafanya usuhuba urafiki na Jibrili, kuzungumza malaika hapa na si malaika yote, kichwa cha malaika. Asema lam yaslam insanu min qala wa min qila. Hawezi kusalimika mwanadamu kutoka na qala na qila, lazima atasemwa tu hata kama rafiki yako Jibrili. Kisha akasema qad qila fillahi aqwalu musannafa tutla idha ma ruttila al-Qur'anu tartila. قد قيل إن له ولدا وصاحبا زورا وبهتانا وتضليلا. Ameambiwa mangapi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni Mungu aliyewaumba. Hadha qawluhum fillahi khaliquhum. Sema haya ndo maneno yao katika kumzungumzia nani? Mola wao aliyewaumba. Subhanallah. Fa kaifa idha qila fina ba'du ma qila, takwaje kwetu sisi tukija tukiambiwa ikiwa amezungumziwa Mola wetu? Maana sio Sasa huyu mwanadamu hawezi kuridhiwa na watu wote. Umeona sio? Lakini swala linakuja hapa tunapokuwa tumekhtalifiana na mtu ama na system ama na nidhamu. Je, ni njia gani ambayo kwamba tunafaa kuitumia katika kusuluhisha? Umeona sio? Ni masomo gani ambayo kwamba tunayapata pindi hali inavyokuwa katika namna kama hiyo? Katika athari za kimaajabu ni ile inayosema
kaifa ma takunu yuwalla alaikum, vile mtakavyokuwa ndivyo mtakavyoongozwa. Yani vile mtakavyokuwa ndivyo mtakavyoongozwa. Na tukizungumza hapa hatuzungumzi uongozi fulani pekee, sawa iwe ni kwa ngazi ya ufalme ama uraisi ama uwaziri ama hata wa maeneo, hata yule mjumbe wa nyumba 10 sijui sijui mzee wa mtaa, ni meneja katika kampuni, ni mzazi katika nyumba, pia ni kiongozi. Shona vile mtakavyokuwa ndivyo mtakavyopata kiongozi. Ndani nakumbuka Sheikh Omar pale mabwana walipomfuata Sayyidina Ali radhiallahu anhu, wakamwambia wakati wako kumekuwa na vurugu sana. Sivyo kama kulivyokuwa wakati wa Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar. Aliwajibu maneno mazito, akawaambia Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar walipata raia mfano wetu, na sisi tumpata raia mfano wenu. Subhanallah. Mwana sasa vile mnavyokuwa nyinyi watu, hali yenu ndivyo mtakavyopata kuongozwa. Kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Ndio maana ukirudi katika hadithi Qudsi ambayo kwamba imetaja na Imam Abu Nuaym al-Asfahani katika Hilatul Awliya, hadithi nzito sana, imebeba maneno mazito. Asema Mola, ana Allahu malikul muluk, mimi ndio Allah mfalme wa falme. Qulubul muluki biyadi, nyoyo za wafalme zipo katika uwezo wangu. Fa inil ibadu ata'uni, pindi waja watanitii mimi Mola wao. Asema ja'altu quluba mulukihim alaihim birrafati warahma, nitazifanya nyoyo za wale viongozi wao ziwe na upole na wao. Lakini wakati gani? Pindi waja watanitii. Kisha akasema inil ibadu asawni, na pindi waja wataniasi, ja'altu quluba mulukihim alaihim bishiddati wan niqma, nitazifanya zile nyoyo za viongozi wao ziwe na shida na nikma, zitakuwa nzito kwao. Kisha fasamuhum su al-adhab, watawapa adhabu kali. Kwa hivyo hali ya waja ndio inayoamua namna watakavyoongozwa sana. Yani kabla kukimbia kumlaumu kwa mfano kiongozi, kwanza wewe mwenyewe uko katika hali gani? Na ndio maana kamalizia katika hadithi Qudsi akatuambia, fala tashtaghilu bisabbil muluki, msijishughulishe na kutukana viongozi. Tabia Rabb tufanye nini? Asema walakin tubu ilayya u'atifhum alaykum, rudini kwangu, leteni tauba, nitawafanya wawe na atfu na upole na nyinyi. Pale tutakapotengeza hali kati yetu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, yeye Mola ataitengeza hali kati yetu na wanaotuongoza. Hivyo kama jamii, ili tupate kuongozwa katika hali iliyokuwa nzuri, ni sisi kwanza tuwe katika hali nzuri na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa tutaendelea kumpiga vita, tutahangaika. Swali linakuja hapa, ni kiongozi gani ambaye kwamba hajafanyiwa upinzani? Hakuna. Ama kujafanywa kwa mfano maandamano katika kipindi chake? Hakuna. Turudi nyuma moja baada ya moja. Yuko? Hakuna. Tamoja. Kwa hivyo na maana na hukumu utakao kuja huko mbele pia hali zitakuwa zaidi ya hizi. Mbona sio? Sana. Swali linakuja hapa. Naam. Alokuwa kabla tulishikana tukapinga. Si ndio? Sana. Hatukuridhika na hali, si ndio? Kisha tulipokuja katika sanduku, tulilazimishwa ama tulichagua kwa khiari yetu? Ni khiari zetu sisi wenyewe. Kwa hivyo yule ambaye kwamba umemchagua kwa khiari yako,
leo hujaridhika naye, kwa mfano sio, unataka mwingine, atakuja mwingine bado hutoridhika naye, kwa sababu hauwezi kuridhika na kila mmoja, umeona sio? Ina maana sasa tutaishia ana haki ya kuboresha maisha, ana haki ya kupata nafasi za ajira, ana haki ya kupata afya, kushughulikiwa katika upande wa afya, ana haki ya kupata uadilifu. Umeona, zote hizo ni haki ambazo kwamba umehifadhiwa sawa na dini, sawa na kanuni za taasisi kubwa kubwa zilizoko ulimwenguni. Lakini ni ipi njia ambayo kwamba mimi nafaa kuitumia katika kuitafuta haki yangu? Hapo swala ndo linapokuja, ambalo ndo swala nyeti sana. Je, mimi katika kutafuta haki yangu nitaipata kwa kuvunja na kwa kuharibu, na kwa kuiba na kwa kupora, ama ni njia gani ambayo kwamba itakuwa ni munasibu mimi kuitumia kuweza kuipata ile haki yangu? Hatusemi mtu asidai haki yake sana, ni haki yako, na madamu ni haki yako na haki ya kuidai, lakini unatumia nidhamu gani na njia gani katika kuidai haki kama ile? Hapa nadhani tutakuja kupaweka wazi tukirudi inshallah. Mashaallah, tabarakallah, shukran sana Sheikh Mbarak Ahmad Awes kwa utangulizi na maneno hayo ambayo yalikuwa ni murwa, na yameelezewa kwa ufasaha na kwa uwazi, haswa kutokana na jinsi ya Uislamu kutoka kule mjini Madina, ambapo yameelezewa jinsi gani ya kuweza kukabiliana na hali ambazo ni tete, hali ambazo haziridhishi au hazikuridhishi wewe au haziridhishi jamii, lakini tukakabiliana nazo. Lakini kwa njia gani? Tunaambiwa kwa njia ambayo ni ya amani kwanza na ya kwa nidhamu. Basi kwa ajili hiyo, msikilizaji, tunapunga unyunyu kiasi cha haja ili tuwapishe wenzetu kutoka chumba chetu cha Dira. Baada ya kupata mukhtasari wa Dira wa mwendo wa saa 6, tutarudi tena na inshallah tutakuwa ni wenye kuendelea katika awamu yetu ya pili na ya mwisho, ambapo ni awamu itakuhusisha na wewe msikilizaji moja kwa moja. Itakuwa ni fursa yako kuweza kuungana nasi. Ni wakati huo basi utakapokuwa umewadia. Cha msingi na cha sekondari tuama papo hapo msikilizaji, kidude hicho sikibonyeze. Tupo mubashara hapa Iqra FM pamoja na Al-Huda TV kwenye kipindi Jamii Yenye Furaha. Wapenzi wa michezo,